Samia Suluhu amefikishwa mwisho baada ya taarifa mbaya kutoka Marekani kwake Donald Trump ambayo imetikisa taifa la Tanzania na dunia nzima. Hujambo na karibu. Kwa muda mrefu Tanzania imeonekana kama kisiwa cha utulivu katika eneo linalokabiliwa na migogoro, na siku za karibuni taswira hiyo imepasuka na kuacha doa la kimataifa lililoibua shaka kuhusu ukomavu wa demokrasia na uwezo wa taasisi za dola kuheshimu haki za msingi. Katika uchaguzi wa Oktoba tarehe 29 mwaka huu, mashuhuda walieleza kwa maandamano yalifuatia matokeo yaliyosambaratishwa kwa nguvu isiyo na usawa na vifo vya wananchi vikaripotiwa katika miji kadhaa. Ingawa serikali imekuwa ikisisitiza kwa hatua hizo zilichukuliwa kulinda amani, picha wazi ya maiti, majeruhi na familia zilizopoteza wapendwa wao inaendelea kusambaa, ikivunja ukimya wa kimataifa. Na katika muktadha huo, Marekani imeonyesha wasiwasi kuhusu kile kinachoonekana kama matumizi ya nguvu kupita kiasi na ukosefu wa uwajibikaji wa taasisi za usalama. Taarifa yake inaweka uzito wa kimaadili na kimkakati, ikisema kuwa vitendo vinavyotishia raia vinakiuka msingi wa ushirikiano ambao umeunganisha kwa miongo kadhaa. Lakini uchaguzi si jambo la pekee lilovuruga uhusiano. Uwepo wa maelfu ya watalii wa Marekani, kampuni zenye miradi ya madini, nishati, usafiri na mawasiliano umekuwa sehemu muhimu ya uchumi wa Tanzania na chanzo cha ajira kwa maelfu ya watu. Na hata hivyo, miezi ya karibuni imeibua malalamiko kuhusu vizuizi hivyo vya kawaida vinavyokwamisha wawekezaji na kuleta hisia ya hatari kwa uwekezaji wa kimataifa. Marekani imetaja kuwepo kwa mazingira yenye utata katika sekta ya uwekezaji ambayo yameweka rehani biashara, rasilimali na hata usalama wa raia wake wanaofanya kazi nchini. Na katika anga hiyo, taarifa ya Washington imeunganisha masuala ya kiusalama na biashara, ikionya kuwa vizuizi vinavyohatarisha kapitali na maisha vinaweza kubadili ukubwa wa ushirikiano wa baadaye. Kwa kifupi, Marekani haionyeshi tu kukerwa na hali ya kisiasa, bali pia inatetea maslahi halisi ya uchumi na usalama wa raia wake. Kipengele kingine katika mzozo huu ni madai ya kuongezeka kwa ukandamizaji wa uhuru wa kuabudu na kujieleza. Taarifa ya Marekani imetaja kwa uzito mkubwa ukubwa wa tatizo hilo, ikiweka swala la uhuru wa dini sambamba na ongezeko la udhibiti wa vyombo vya habari na taasisi za kiraia. Kwa muda mrefu Tanzania imezungumzwa kama mfano wa uvumilivu wa kidini na amani ya kijamii, lakini ripoti kuhusu kuzorota kwa mazingira hayo zimeibua hofu kuhusu uwezekano wa ushawishi wa kisiasa kuvuruga misingi ya umoja wa kijamii na kugeuza taasisi za dini kuwa wahanga wa hofu na ukimya. Kwa Washington, suala hilo lina uzito maalum kwa sababu linahusu jamii za kidini na za kimataifa, taasisi za misaada na raia wa kigeni wanaofanya kazi nchini. Mabadiliko katika maeneo haya yanaweza kuvuruga miundombinu ya kijamii ambayo imekuwa nguzo muhimu ya miradi ya misaada na maendeleo. Uamuzi wa Marekani wa kufanya mapitio ya uhusiano wake na Tanzania una athari zaidi ya pande mbili. Unaweza kutikisa mizani ya usalama wa Afrika Mashariki, na kwa miaka mingi Tanzania imekuwa mshirika wa mipango ya kijeshi ya kikanda, ikiwemo ushirikiano wa kupambana na magaidi wanaoshambulia pwani ya Mashariki ya Afrika na maeneo ya Maziwa Makuu. Na kupungua kwa ushirikiano wa Marekani kunamaanisha kupungua kwa ufadhili, vifaa vya mafunzo na taarifa muhimu za kiintelijensia. Hatua hii inaweza kupunguza ustawi wa operesheni zilizolenga kudhibiti makundi yote yenye misimamo mikali yaliyowahi kushambulia Kenya, Uganda na Msumbiji. Aidha, uchumi wa Tanzania unaweza kuathiriwa na kupungua kwa wawekezaji wa kimataifa wanaohofia hatari za kisiasa na kiusalama, hali ambayo inaweza kuongeza ukosefu wa ajira, umaskini na mtikisiko wa kijamii. Na katika mazingira haya, Tanzania inajikuta katikati ya msingi wa kimkakati unaohitaji utulivu wa ndani ili kutumikia nafasi yake ya kikanda. Taarifa ya Marekani imeweka msingi wa wasiwasi wake katika misingi ya demokrasia na utawala wa sheria. Kwa muda mrefu Washington imekuwa ikiwekeza katika kujenga taasisi shupavu zinazoendeshwa kwa uwazi na zinazoheshimu haki za binadamu,
kwa lengo la kukuza uchumi huru uliounganishwa na usalama wa muda mrefu. Kwa kutangaza mapito ya uhusiano wake, Marekani inatumia ujumbe thabiti kwamba utawala wa kidemokrasia ni sio nadharia ya kimaandishi bali ni sharti la msingi la ushirikiano. Hata hivyo, hatua hiyo haimaanishi kuvunjika kwa uhusiano bali ni ukumbusho wa nguvu ya diplomasia ya masharti. Taarifa iliyotolewa imeweka msisitizo mkali kuwa mustakabali wa uhusiano utategemea mwenendo wa Tanzania. Mkoa wa Afrika Mashariki unakabiliwa na vitisho vipya vya kiusalama, migogoro ya ndani na mashindano ya nguvu ya kimataifa kati ya mataifa makubwa. Katika mazingira hayo, chaguzi za Tanzania zina uzito mkubwa katika siasa za kikanda na kimataifa. Washington imesema kuwa haiwezi kuangalia kwa umbali wakati maslahi yake, raia wake na uthabiti wa eneo yanahatarishwa. Na hata hivyo imesisitiza kuwa inaendelea kuthamini uhusiano wa watu wa Tanzania ambao miaka mingi wamekuwa sehemu ya msingi wa mafanikio ya maendeleo, afya na elimu katika eneo. Na kwa tafsiri pana, Marekani imeweka msingi wa mazungumzo mapya ambayo ni ushirikiano ambao utakuwepo, lakini sharti utalindwa na uwajibikaji wa taasisi za usalama. Tangazo la mapito ya uhusiano na Marekani ni tukio linalofungua ukurasa mpya katika siasa za Tanzania. Ni mtihani wa ustahimilivu wa demokrasia, nguvu ya taasisi na maamuzi ya kisera ambayo yatakuwa na athari kwa vizazi. Na katika ulimwengu unaobadilika kwa kasi, usalama wa taifa na ustawi wa wananchi unaungwa mkono na misingi ya ushirikiano wa kimataifa, ushiriki wa raia na nguvu ya utawala wa sheria. Sasa macho ya dunia yako nchini Tanzania, si kwa maneno yake bali kwa matendo yake, ili kuangalia jinsi taifa hilo litakavyojinasua kutokana na yale yanayozidi kulikumba, huku mataifa ya kigeni ambayo ni makubwa ambayo yamekuwa yakiwekeza na yamekuwa yakifadhili baadhi ya miradi nchini Tanzania yameanza kukwepa na yameanza kuondoka nchini humo. Na haya pengine yamekuja baada ya hotuba ambayo ilikuwa ya kukejeli ambayo Samia Suluhu alitoa siku 2-3 zilizopita, ikionyesha kwamba Tanzania haihitaji mataifa ya kigeni na kwamba mataifa hayo hayana lolote la kusema ama kuamua katika nchi ya Tanzania. Ndio hayo tuliokuandalia kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa ambayo inakuletea taarifa hizi pamoja na zingine, uchambuzi wa kina na mengine mengi kutoka eneo la Afrika Mashariki, haswa nchini Tanzania, ambapo tunakuletea bila kupindisha wala kuegemesha upande wowote. Zidi kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu ili tuweze kuwafikia wote ambao hawajapokea taarifa hizi. Vile kumbuka kugonga alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupokea taarifa hizi pindi tu tunapozileta hewani.